Kwenye mapenzi siku zote mkiwa na mimi sikubali, hakuna atakayekubali. Na baya zaidi, ukisema mwanamke hukubali, mwanamume ndio hakubali mara mbili yako, kwa sababu akili yake inaamini unataka kumtawala na kumpanda kichwani, hata kama alichofanya ndio kosa. Nataka nikupe mfano. Umeona kwenye simu yake ana mawasiliano na mwanamke ambayo kwa akili yako maneno yale yale yanayowasiliana na yule ndio aliyokuwa anakutongoza nayo. Akili inaamini kabisa kwa maneno haya ya kwenye ujumbe kuna mahusiano baina ya mume wangu na huyu mwanamke. Usikurupuke, utapoteza ushahidi. Usikurupuke, wewe ndo utaambulia talaka. Si umenielewa? Usikurupuke, wewe ndo utaambulia kutelekezwa, kwa sababu wanamume tuna shida moja, tuna vichwa viwili vinafanya kazi wakati tofauti. Sasa kimoja kikifanya maamuzi, kimoja kinalala. Nilifundisha hili jana, havifanyagi kazi vyote. Sasa bahati mbaya kikifanya kile cha pili maamuzi, ikichapi cha kwanza huwa hakiangalii makosa yake, kinakurupuka. Ndio maana wewe unaweza kumfumania mwanamume talaka, ukapewa wewe, ukarudi nyumbani, au ukatelekezwa wewe na watoto, akaenda kuishi na hawala nje, na akasahau kwamba kazaa na wewe, akaacha mpaka ada ya shule ya watoto, akaacha mpaka mavazi ya watoto, akakunyima mpaka chakula chako na watoto, mpaka baadaye anakuja kugundua kakosea, wewe ushajeruhiwa kitambo. Lakini mengine yanafanywa na wapungufu mlionayo kina mama katika kuyaendea mambo. Kitu cha kwanza, unatakiwa kupima maamuzi ya kimapenzi yaliyopo baina yako na yule, makubwa ni yapi. Ukiona yule makubwa kuliko wewe, basi unatakiwa utumie akili ya ziada kuyabomoa mapenzi ya yule. Unayabomoaje? Kwanza wewe ongeza mapenzi kwa mumeo. Kama hakuna kitu kimepita na mfukoni una ushahidi kwamba ana mwanamke mwingine, wakati unaongeza mapenzi baina yako na mumeo, mumeo atafika mahala atarudisha mapenzi wapi? Kwako. Akisharudisha mapenzi kwako na ukagundua mapenzi ya mumeo kwako sasa ni makubwa kuliko upande wa pili, au yana balance na wewe una ziada ya watoto na ndoa, hapa sasa ndio unatafuta busara ya kumuonesha mumeo kwamba we huwa unaumia ukimuona mumeo anachepuka. Akipinga ndio unamwambia, najua hata fulani una mahusiano naye muda mrefu, lakini kwa namna ninavyokupenda nimeamua kuyaacha kwanza, ili siku moja nijue mimi ni nani kwako na yeye ni nani kwako. Kibinadamu nafikia anasema huyu mwanamke wa ziada sana. Penzi cha mumeo baina yako na yule anayekompiti na wewe katika mapenzi au kushare na wewe katika mapenzi. Jambo la pili, kutumia kuongeza mapenzi ya ziada kwa mumeo ambayo mwanzoni unahisi yalipungua baada ya kuwa unaona kuna mtu anaanza kukompiti na wewe. Na la tatu, kutumia hekima na busara katika kuzungumza na mumeo juu ya yale yanayokukwaza, na usitumie nguvu na hasira ya maneno na ukali wa maneno. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kukijua katika maisha ya ndoa, makundi yote mawili mnatakiwa mjuane. Mwanamume ajue mwanamke anahitaji nini, na mwanamke ajue mwanamume anahitaji nini. Bahati mbaya sana, 80 mpaka 90 ya wanawake wengi duniani waliomo ndani ya ndoa na wanaotaka kuingia ndani ya ndoa hawajui wanamume wanataka nini. Hiyo na wanamume wengi ambao wako duniani hawajaingia ndani ya ndoa, na wale walioingia ndani ya ndoa hawajui wanawake wanapenda nini. Na kwa kutokujua hayo mawili, mume hajui mwanamke anahitaji nini na mke hajui mwanamume anahitaji nini, jambo hili limepelekea ndoa nyingi kuwa za mkataba, kama kifurushi cha simu. Ukikiweka cha saa 12, muda ukiisha kinakatika hata kama bando hujalitumia.
Ndiyo maana leo kumekuwa na ndoa za vifurushi. Yaani ndoa za leo ni ndoa za vifurushi, kama ndoa za simu. Mwanamke anataka kupendwa na kumjali. Unaona tofauti yetu? Mwanamke hahitaji kutiiwa wala hahitaji kuaminiwa, yeye anajiamini tu. Nilisema katika darasa ya mwanzo, wachepukaji wakubwa katika mahusiano ni kina nani? Wanamume. Hilo halina mjadala, japo mimi ni mwanamume. Katika wanamume 10 wenye michepuko na wanawake 10, katika wanawake 10 wenye ndoa na wanamume 10 wenye ndoa, wanamume 8 wanaweza kukutwa na michepuko na wanawake 3 wanaweza kukutwa na michepuko, kwa sababu ya kanuni ya maumbile. Mungu anasema fankihu ma taba lakum minan nisa'u mathna wa thulatha wa ruba'. Oweni katika wanawake miongoni mwa mnaowapenda 2, 3 au 4. Kwa hiyo kanuni ya kupenda ni ya mwanamume. Wanamume ndio penda. Si mmenielewa? Na kwa sababu wanamume penda hawana break. Ndio maana mwanamume anaweza kutembea na house girl, ana sura utafikiri jali ya jeshi, na mkewe kifaa. Hujawahi kusikia hiyo? Hujawahi kuona wewe? Kwa sababu wanamume penda. Ndio shida yetu. Mwanamke ukimjali hakuangalii ulivyo, anatazama thamani uliyompa. Ndiyo maana mwanamke anaweza kununuliwa gari na mume wake wa ndoa yenye thamani ya milioni 20 ya Tanzania, milioni 30 ya Tanzania, dola 10,000, dola 15,000. Mwanamke anaweza kununuliwa, lakini akatoa mapenzi mwanamke kwa mwanamume aliyemsaidia kufungua tairi wakati kapata pancha. Si mmenielewa? Mmenielewa? Yaani huyo aliyenunua gari ya dola 20,000, milioni 45, sio wa thamani kuliko aliyemsaidia kufungua tairi wakati gari inapata pancha. Mama naomba upite kule. Mama pita kule. Sio jambo la ajabu. Alimsaidia tu kufungua pancha. Bouncer mmoja ana kifua kikubwa, yuko kwenye jogging, mama kapata pancha, hana mtu wa kumsaidia, kunyanyua jeki hawezi, kutoa tairi katika eneo la kutolea tairi hawezi. Bouncer limesimama, akachukua tairi kwenye gari, akaweka jeki, akapandisha jeki, akapachika tairi, akafunga nati. Dada asante, naomba namba zako. Hapo hana yana, chukua namba. Unajua kinachomfanya atoe namba? Amemjali. Amefanya nini? Amemjali. Lile tendo la kumsaidia kufunga pancha, yeye kaliona jambo kubwa sana kuliko ile gari yenyewe ya milioni 20. Na huyu wakati anafunga pancha anamwangalia kifua na mgongo. Kama ndo katengeneza body, akili inakwenda ina trend kichwani, lakini ni romantic body. Kwa siku huyu mfunga pancha akimwambia maneno, hatojali ile gari ilinunuliwa kwa thamani gani. Anakumbuka wema aliofanyiwa, tena hakumlipa. Na wakati anampa chochote ambia, mimi nilikusaidia tu dada, sina shida na hiyo. Lakini anala kwake mbele, na mwanamke lile atalipata, atalikalia hivyo alivyopangiwa na huyo mwanamume. Kwa sababu shida ya wanawake katika mahusiano, anapenda namna utakavyomjali. Kwa hiyo mwanamke anapenda kujaliwa na kupendwa, na yeye anaamini kama aliweza kunifungulia tairi, alinijali, leo kaniambia ananipenda, atakuwa ananipenda kweli huyu.